Ikiwa leo ni Aprili 3 mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa, siku ya Alhamisi, na nimetembelea katika kijiwe changu pendwa kabisa, kijiwe cha Kahawa Club hapa Gerezani. Shughuli imeambatana na mvua na mashehe, leo tunakula wima, ndo kama hivi. Juma Mtoro, shikamoo. Marhaba, habari za asubuhi. Salama kwema kabisa. Bwana, tunashukuru Mungu, kumekucha salama. Tuko vizuri, japo tumeamka na maumivu kidogo, lakini ndio hivyo, ndio mipango ya mpira inavyokuwa. Mzee Mtoro, maumivu hayo na yajua umeyapata jana katika nchi ya Misri, katika mji wa Suez, kwenye uwanja wa mamlaka wa bonde la Suez Kanali. Simba Sports Club, timu yako pendwa ya Mzee Mtoro mwenyewe, imelamba jana sakafu 2-0. Jana mwanangu tumekaa, lakini kukaa tulipokaa jana tumekaa kiuzembe. Mimi nasema kiuzembe kwa sababu gani? Kwa sababu wachezaji walionekana kabisa kwamba wale jamaa tunaweza tukawawini muda wowote. Umeona? Isipokuwa wachezaji wetu hawakuwa na maamuzi yale ya pamoja, walikuwa na maamuzi ya ubinafsi. Kila mmoja alikuwa anasimama upande wake. Umeona? Kila mmoja alikuwa anataka afanye yeye, aonekane yeye. Lakini mimi nasema right, kama timu ingesema kwamba tunacheza kwa niaba ya kuigombania au kuipambania nembo ya Simba, jana sisi tulikuwa tunapata magoli pale zaidi hata ya 3 mpaka 4. Mzee Mtoro, siku ya jana wakulaumiwa ni nani mpaka Simba Sports Club kuweza kupoteza idadi kubwa ya magoli kama vile ikiwa katika ardhi ya ugenini 2-0? Kwanza goli 2 sio idadi kubwa. Kwa uwezo wa wale, wingi unaanzia ngapi Mzee Mtoro? Wingi unaanzia 2, sawa. Lakini kwa uwezo wa wale, mimi bado haijakuwa mzigo kwangu. Kama wachezaji watakuja hapa Taifa, wataamua kujitoa, sawa, na benchi la ufundi likawakumbusha tena, jamaa tulichocheza vile sio tulivyotucheze hapa. Hapa tunabadilisha mfumo, kwamba aliyekuwa kwenye nafasi amwachie mwenzie afunge. Umeona? Kwa sababu kilichotukosti sana sisi jana ni kila mtu kutaka kwamba aweke nyavuni yeye. Hicho ndio kilichotuumiza sisi. Kwa sababu mifano imeonekana, ukianzia kwa Teba, ukianza kwa ukija kwa Kibu Dennis, ukija kwa Chazi Aua, umeona? Elia peke yake ndo alikuwa anatengeneza nafasi, anawaachia, lakini baadaye dakika kuanzia 75 mpaka 80 mpaka mpira unaisha, naye alibadilika vile vile. Akawa anachukua kijiji, anaingia nao mpaka kati, akichoka wale wanaokoa au imetoka au anapiga shuti imetoka. Kwa maana ile yote ilionyesha kwamba hawa sasa hivi kila mmoja anatafuta afunge yeye. Na katika mchezo wa mpira ndio maana wanakuwa wachezaji 11, kwamba ni mchezo wa ushirikiano. Sawa, mimi nafanya hivi, huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi, matokeo yake timu inapata ushindi. Lakini kilichotukosti jana ni kutaka kuonekana kwamba mimi ndio nimescore. Hiyo tu ndio iliotupoza. Hivi karibuni Lionel Christian Ateba ameonekana kupata lawama kubwa kabisa kutoka kwa mashabiki wa Simba Sports Club, lakini bado kocha Fadlu Davis ameendelea kumpa nafasi. Ukiangalia siku ya jana amempa nafasi kubwa kabisa, mpaka dakika karibia 80 na kitu akamuingiza Steven Dese Mukwala. Lionel Christian Ateba anafeli wapi? Maana kocha anamwamini sana, lakini anashindwa kutendea haki nafasi anayopewa. Christian Ateba, kwanza nachokiona mimi, Ateba kwanza mwili umeongezeka, takiwa apunguze uzito. Sawa. Ateba alokuja yule mwanzo sio sasa hivi. Alafu cha pili, inatakiwa Fadlu abadilike. Kwa sababu hata mimi jana hapa tulipokuwa tukiongea kwenye mazungumzo yetu ya Kahawa, tulijaribu kupeana challenge ya kupanga kikosi. Mimi niliondoka na Mkwala katika namba 10, namba 9. Niliondoka na Mkwala jana kwa sababu Mkwala kuna vitu ametuonyesha katika hivi siku za karibuni katika ligi na katika CRDB Federation Cup. Ametuonyesha vitu vya utofauti na Mkwala yule aliyekuja. Ina maana kwamba ametoka sehemu A amekwenda B. Sasa sidhani, sijui mwalimu mapenzi yake yako vipi au macho yake yako vipi. Kila siku anaondoka na Ateba katika kipindi cha kwanza. Lakini mimi nilikuwa nasema kabisa kwamba sasa hivi Mkwala alikuwa na staili aanze, kwa sababu ushuhuda hata jana umeonekana. Baada ya kuingia Ateba, Mkwala, kuna vitu vilibadilika. Kuna clear chance ile alitengeneza Kapombe tu, utayari wake haukuwa tayari, ikamgonga kipa, ikamgonga ikafika kwa kipa. Lakini tulikuwa tuna score. Umeona? Kwa hiyo sasa, yani naweza kusema kwamba Ateba ilitakiwa kwanza afanye mazoezi ya kupunguza mwili, na pili mwalimu awe anampa angalau nafasi ya pili kwa chaguo lake, aanze na Mkwala. Mzee Mtoro, kwa Mkapa atoki mtu siku ya Jumatano ya tarehe 9 majira saa 10, unamwona Al-Masri kweli hawezi kutoka ndani ya dimba la Benjamin Mkapa? Narudia kusema kama nilivyozungumza mwanzo, kwa sababu wachezaji, benchi la ufundi ndio wa kutupitisha pale. Sisi tunaweza tukasema kwamba kwa Mkapa atoki mtu, kawaida yetu, lakini tukafika pale tukakwama, kwa sababu kukwama kwa Mkapa hii
sio mara kwanza au mara pili, tushakwama zaidi ya mara mbili pale. Tulikwama na Udisongo, tulikwama na Galaxy, umeona, kwa mechi ile ya mwanzo. Kwa hiyo tunaweza tukasema kwamba kwa Mkapa atoki mtu baadaye panatubadilikia. Cha kufanya kwamba benchi la ufundi wawakumbushe wachezaji majukumu yao na wacheze kama wanacheza Simba, wasicheze kama Chaziaua, wasicheze kama Ateba au kama Kibu Dennis. Wacheze kama wanachezea Simba. Yaani waipambanie nembo ya Simba, wasiipambanie nafsi zao, wapambanie nembo ya Simba. Pale atoki mtu kweli. Lakini tukicheza kama mpira wa jana Almasri, mimi sioni, yani siipi nafasi Almasri kwa timu ile waliocheza jana. Siipi nafasi kabisa, sio kule kwao, japo mchezo jana umeisha kwa matokeo sisi tumepoteza, wala hapa Dar es Salaam. Lakini tunasema kwamba walimu na benchi lake ndio wao wa kutupa sisi furaha. Lakini wale kama watakaa watu wametulia, wamepanga mipango, wametuliza akili zao, yule anakufa hata goli 5 hapa. Mzee Mtoro, wakati wewe unapata maumivu na kilio katika kombe la shirikisho, lakini Young Africans kwenye ligi kuu ya NBC Tanzania Bara jana majira ya saa 10 kwenye uwanja wa Al Hassan Mwinyi aliweza kuibuka na ushindi wa goli 3-0. Mechi 23 Young Africans kashinda mechi 20, kafungwa 2, katoa sare 1. Ana alama 61. Magoli aliyofunga zaidi ya 61. Kwako Mzee Mtoro, Young Africans wamekasirika. Young Africans wamekasirika. Young Africa anautaka ubingwa. Kashatuona sisi tumekaa kwenye njia kwamba tunaweza tukampoka. Kwa hiyo anatumia jitihada zote, anatumia nguvu zote, anatumia maarifa yake yote. Na hata wachezaji wake ukiwaangalia uwanjani, unawaona kabisa hao wachezaji kuna kitu wanakipambania katika timu yao. Umeona? Ukiwaangalia mchezaji mmoja mmoja, unawaona kabisa kwamba watu kuna kitu wanakipambania. Kiko mgongoni kwao, hataki kukishusha. Ukimwangalia jana yule bwana mdogo Mzize, umemuona kabisa kwamba huyu mtu ana kitu gani. Ukimwangalia Dube, unasema hapa apigi, hapa ndo anapiga. Kuna moja jana ile mpaka mimi nilifumba macho ujue. Aliwekewa kwenye njia penetration, akapiga bonge la shuti, hata golikipa kujua. Bahati mbaya tu ilikuwa imetoka, lakini ilikuwa goli. Kwa maana kwamba uwezo ukawabeza Yanga, japo tuna utani, lakini sometimes tunatakiwa tuongee mpira. Utani tuweke pembeni. Yanga yuko serious. Na nyinyi Simba mnatakiwa kujifunza kwa Young Africans, muwe serious kama Young Africans. Ikiwezekana kujifunza sio dhambi. Hata kwenye vitabu vya dini vinaandika wachezaji wetu walivyoingia jana, na kama wangeingia wachezaji wa Yanga walivyokuwa wanaitaka ile mechi ya Tabora jana. Mimi nadhani jana tulikuwa tunapiga hata goli 5 wale. Umeona? Tulikuwa tunapiga goli 5 kabisa. Kwa sababu mimi sikuona ile timu jana ya kutuzuia sisi pale. Umeona? Mzee Mtoro, mimi nikushukuru sana. Bwana mimi nashukuru na wewe pia.